Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunasoma Ezekieli sura ya 5 mpaka sura ya 8. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Kuna watu wamelia sana, lakini Mungu hajawasikiliza. Ni kwa nini hajawasikiliza? Ni kwamba hasikii? Hapana. Mungu sio kiziwi. Mungu anasikia. Ila ameamua kunyamaza. Ni sababu zipi zinazofanya Mungu anyamaze? Sababu ya kwanza ni mtu kuwa na maisha ya uovu. Kuna watu huwa wanamwendea Mungu wakiwa na shida, lakini maisha yake ya kila siku yamejaa uovu mwingi. Yaani anafanya uovu katika maisha yake, hamtii Mungu, lakini siku akipatwa na shida ndio anamkimbilia Mungu na kuanza kumlilia. Mungu hawezi kumsikia. Sio kwamba hasikii unavyolia, anasikia, ila ananyamaza. Kwa sababu hata ungekuwa wewe ni mzazi, mtoto wako unamuonya, unamuelekeza katika njia nzuri, alafu hakusikilizi. Akiwa na shida anataka umsaidie. Ungeweza kumsaidia? Wewe mwenyewe huwezi. Ndivyo ambavyo Mungu naye hawezi kumsikia mtu ambaye ni jeuri, mtu ambaye ni mkaidi, mtu ambaye anamuelekeza hataki kutii maagizo yake. Sababu ya pili ni mtu kufanya uasherati na vinyago. Yaani watu saizi wamevuka mipaka. Wanatengeneza midoli mithili ya viungo vya mwanadamu na kufanya navyo uasherati. Aisee, ni chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Tena mwingine anajisifia kwamba mimi wasifanyagi uasherati, basi najiridhisha mwenyewe. Huo ni uchafu na ni chukizo mbele za Mungu. Wale watu ambao mnatumia vifaa kufanya mambo ya kiuasherati, mmetengeneza vifaa, mnamchukiza Mungu. Tena kama una hiyo tabia, tubu mara moja. Sababu ya tatu, kuabudu sanamu. Jamani, Mungu anachukia sana watu wanaoabudu sanamu. Sanamu ni vile vimidoli, zile picha mnazosema ni za Yesu wakati ni picha za muigizaji yule. Mmeziweka ndani, mnaziabudu. Wengine mmetengeneza na madhabahu, mmeweka familia nzima ya Yesu, mmechonga kinyago, familia ya Yesu, mjomba wake Yesu, mama yake Yesu, shangazi yake Yesu, binamu yake Yesu. Mnaomba katika hivyo vinyago, hizo sanamu. Vitu vingine vinahitaji akili tu ya kawaida. Wewe unatengeneza kitu mwenyewe, halafu unakiomba kikusaidie. Kwa kweli unahitaji maombi. Unakuwa haupo sawa. Yupo Mungu wa kweli, Mungu anayeishi. Mungu ambaye anafanana na yule mtu. Ukichukua kioo hivi kaangalia, yule unayemuona kwenye kioo ndio anafanana na Mungu. Utajiuliza, sasa Mungu anafanana na watu wangapi? Ndio maana anaitwa Mungu wa ajabu. Mungu anafanana na wewe. Hutakiwi kuchukua kitu chochote ukakiabudu ukasema ni Mungu. Hutakiwi kuabudu jua, hutakiwi kuabudu mwezi, hutakiwi kuabudu ng'ombe au sanamu ya namna yoyote. Sababu ya 4, tabia ya ukahaba. Yaani siku hizi tabia ya ukahaba imeenea sana. Mtu ameokoka lakini anafanya tabia ya kikahaba. Mambo ya kikahaba, nguo zake anazovaa ni za kikahaba. Yaani ukiangaliwa hivi hauna mfano wa kuonesha kwamba wewe ni mtu uliyeokoka. Unaonekana kabisa wewe unatumika na kuzimu. Hebu kuwa na ile tabia ambayo inampendeza Mungu. Mruhusu Roho wa Mungu akuongoze, kwa sababu wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Sababu ya 5, mawazo mabaya. Umekuwa na mawazo mabaya. Unajiwazia wewe mawazo mabaya, unawawazia wengine mawazo mabaya. Mawazo ya moyo wako yapate kibali mbele za Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu ayatawale mawazo yako ili uweze kuwaza sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anataka. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, naomba umruhusu Roho wako Mtakatifu aniongoze na kunitawala siku zote za maisha yangu. Amen. Nikutakia siku njema, tukutane kesho.